Karibu sana kunako tetesi za soka barani Ulaya, na hii ni Talent Media. Mimi ni Ali Swaleh Mshana. Taarifa kubwa zaidi tunaiangazia pale kunako klabu ya Manchester United, ambapo tunaambiwa klabu hiyo wametakiwa kusajili nyota mwenye akili mwenye thamani ya pound milioni 100, huku Carrick akiambiwa matatizo mawili muhimu anayopaswa kuyarekebisha. Taarifa kutoka Team Talk ni kwamba ni moja kati ya 8 wachezaji ambao wanatakiwa kusajiliwa. Zinaeleza kwamba kuna wachezaji watatu ambao wamelengwa na Manchester United ili kumsaidia Kobbie Mainoo msimu huu wa joto, ingawa Michael Carrick ameonywa kuwa ana masuala mawili makubwa ya uhamisho ya kusuluhisha, huku pia ikielezwa kwa nini madai ya mwaka mmoja zaidi kwa Casemiro. Mashetani wekundu wamerejea kwenye ligi ya mabingwa msimu ujao na wanajiandaa kukiboresha kwa kasi kikubwa, ama kuboresha kikosi chao, huku wakipania kujenga kikosi chenye uwezo wa kuingia ndani kabisa barani Ulaya na pia kuwania ubingwa wa ligi kuu. Sasa kama ilivyoweza kuripotiwa na wengi, Manchester United itaweka mkazo mkubwa msimu huu wa kusajili wachezaji watatu na wenye sifa ambao wanaelezwa sasa hawa watakuwa ni hatari sana kwenye msimu huu wa joto. Wachezaji watatu wanaopigiwa debe zaidi na kuthibitishwa na moja kati ya jarida kubwa sana la Team Talk kama walengwa ni Elliot Anderson, Carlos Baleba na Adam Wharton. Tukienda hadi kunako klabu ya Liverpool, tunaambiwa Mohamed Salah anaweza kuelekea Uturuki ikiwa ripoti za hivi punde zitaaminika, huku Liverpool ikiripotiwa kuwa na washambuliaji 6 wa Premier League kwenye rada zao msimu huu wa joto. Inaweza kuwa mabadiliko katika safu ya ushambuliaji ama ya mshambuliaji wa Liverpool msimu huu wa joto, hasa katika eneo ama maeneo mengi, huku kupata mbadala wa Salah bila shaka kuwa changamoto kubwa zaidi, wakati nguli huyo wa Anfield akijiandaa kuondoka zake. Na wakati Liverpool inafikiria jinsi ya kuchukua nafasi ya isiyoweza kubadilishwa, klabu moja inaonekana kama ina faida linapokuja suala la kushinda mbio za kumsajili Mohamed Salah. Tayari sana jamaa huyu. Sasa tunaambiwa masanduku ya kusaini ya Salah unaambiwa yameweza yametimuliwa. Fenerbahce wanaripotiwa kuweka tiki kwenye masanduku matatu makubwa linapokuja suala la kutoa kila kitu anachokitaka Salah kutokana na hatua yake inayofanya kuifanya. Yani ile unajua Salah sasa hivi amekuwa sio wa moto sana, lakini bado ana moto wake kwa namna yake ama moja. Sasa washindi wa pili wa ligi kuu ya Uturuki ambao walipoteza mbele ya Galatasaray katika mbio za kuwania taji hilo wako kwenye mchanganyiko wa kumsajili mchezaji huru wa Liverpool anayekaribia, ingawa lazima kwanza watimize matakwa yake. Kwanza kati ya hizo ni kwa Salah kuwa bado anacheza katika kiwango cha juu zaidi barani Ulaya, huku itarajiwa kucheza mechi za kufuzu kwa ligi ya mabingwa mwanzoni mwa msimu ujao. Sawa, lakini ripoti inaeleza kwamba Fenerbahce iko tayari kumpa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 euro milioni 10 kwa mwaka, ambayo ni sawa na kiwango ambacho yuko nacho pale Anfield kwa sasa. Kuongeza kwa ukweli kwamba upande wa Uturuki pia uko tayari kutoa uthabiti wa mkataba wa miaka 3. Pia Salah anaweza kuwa anacheza hadi kule benki. Watu wako serious wewe. Lakini pia ripoti hiyo inaongeza kuwa wakati moja kati ya wakilishi kutoka pale Fenerbahce wakizungumza na wakala wa Salah, Galatasaray pia imekuwa ikiwasiliana na mchezaji mwenzake wa mshambuliaji huyo Van Dijk, beki kitasa huyu. Sawa, hadi twende kunako klabu ya Newcastle United. Tunaambiwa Newcastle na Brighton wako tayari kumsajili nyota wa Bundesliga, huku pambano la pound milioni 17 likipamba moto. Ni nani huyo? Kipa wa kutumainiwa wa Werder Bremen Mio Backhaus ameibuka kama mmoja wa talanta inayofuatwa sana kabla ya msimu wa joto, huku Brighton na Newcastle zikiwa miongoni mwa vilabu vingi vinavyosajili ama vinavyotengeneza nia kubwa ya kutaka
kumpata mchezaji huyo. TikTok wameweza kutoa undani wa taarifa hiyo. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ujerumani amefanya vyema wakati wa kampeni ya Bundesliga mwaka 2025 akijiweka kama kipa chaguo la kwanza kwenye uwanja wa Weser Stadion, uwanja wao unaitwa Weser Stadium. Sawa, lakini taarifa nyingine zinaeleza Aston Villa imebaini walengwa wawili wanaoongoza kuchukua nafasi ya nyota muhimu wakati Liverpool ikipanga njama ya kushambulia. Pia Aston Villa inaongeza kasi ya kutafuta mrithi wa muda mrefu wa Emiliano Martinez, huko hali ya sintofahamu ikitanda hatma ya mchezaji huyo wa kimataifa Argentina. Villa Park pale TikTok pia imeweza kutoa undani wa taarifa hiyo. Sasa Manchester United pia tunaambiwa Manchester United na Real Madrid mambo yanakuwa ya moto sana. Ni kwamba tu United wanaripotiwa kuwa tayari kutumia fursa ya msukosuko uliopo Real Madrid kwa mchezaji ambaye anaweza kutolewa nje na wachezaji wenzake, huku ripoti mpya ikidai kuwa mashetani wekundu wanaweza kusajili wachezaji 5 au hata 6 msimu huu wa joto. Kuwa wanasema wakuu wa uhamishaji wa Old Trafford wako tayari kutoa pesa nyingi tena ili kuimarisha kikosi kitakachorejea ligi ya mabingwa tena msimu huu, na inaonekana kuwa uvamizi wa Real unaweza kuwa wenye karata kubwa sana. Sasa hakika United unaambiwa wanaripotiwa kufuatilia masuala yanayoendelea Estadio Bernabeu kwa uwezekano wa kumtafuta mchezaji anayetajwa kuwa mmoja wa wachezaji bora zaidi duniani katika nafasi yake. Bana, hizi ni tetesi za soka barani Ulaya. Mimi ni Ali Swaleh Mshana. Kama bado hujasubscribe basi fanya hivyo, na lengo ni kupata taarifa zetu zote. Mimi sina la ziada. Naomba nikutakie utazamaji mzuri wa updates zetu zote. Bye bye.